Amen. Kila mwezi unaoenda utakuwa bora kuliko uliopita. Nasema tena, kila mwezi unaoenda utakuwa bora kuliko ule uliopita, kwa sababu maisha yako ni kama nuru ing'aayo, ikizidi sana kung'aa hata mchana mtimilifu. Njia yako haina mauti, njia yako haina mauti. Unatembea katika njia ya nuru. Sema amen. Unatawala mazingira yako, unatawala ulimwengu wako kwa neno la Mungu. Amen. Tushike Biblia zetu, tuzifungue kitabu cha, tunaendelea na somo letu la maisha ya imani. Wangapi wamejifunza sana kuhusiana na imani kipindi hichi cha hili somo? Hello. Naamini wengi imani zinazidi kuimarishwa na kukua kila itwapo leo. Kitabu cha Yakobo mlango wa 3 mstari wa 4. Barua ya Yakobo anzia mstari wa 2. Anasema, maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mkamilifu. Neno mkamilifu ina maana ni mtu ambaye amepevuka au amekomaa. Haleluya. Inasema tunajikwaa katika mambo mengi, lakini asiyejikwaa katika kunena, huyo ndiyo mtu nini? Mkamilifu, awezaye kuuzuia na mwili wake wote kama kwa lijamu. Lijamu ni ile kamba ambayo inafungwa kwenye mdomo wa farasi kumtawala farasi aende wapi. Anasema anayeweza kuzuia maneno ya kinywa chake anaweza kuutawala mwili wake. Anasema mtu asiyejikwaa katika kunena ni mtu mkamilifu. Ukamilifu katika Ukristo, namna kuu ya kujua ukamilifu katika Ukristo ni kwenye kunena. Mtu anaweza akawa ni Mkristo kwa miaka mingi sana, lakini kama kunena kwake akulandani na kweli za neno la Mungu, bado ni mchanga. Huwa mara nyingi napenda kuwatolea mfano kwamba hata kwenye maisha ya asili kabisa, kwamba unaweza ukakutana na mkaka au mdada wa miaka 40, 30 na ukaongea naye. Baada ya kuongea naye ukajua kwamba ni mtoto. Hello? Kwa nje anaonekana ni kaka mtu mzima, au ni mama mtu mzima, au ni dada mtu mzima, lakini namna pekee ya kujua ukomavu wake, namna pekee ya kujua kiwango gani cha maarifa na ukomavu alionayo ni kupitia maneno yake. Kwa hiyo anaweza kawa ni mtu mzima kimwili, lakini ni mtoto. Hello? Na unajua hivyo kwa maneno yake anayoongea. Kwa hiyo anasema mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mkamilifu. Na tunapoongelea kujikwaa kwenye kunena, siongelei labda mtu kuongea maneno mabaya kabisa ambayo tunasema labda kutukana au vitu vya namna hiyo. Mtu yeyote ambaye haongei nje ya neno la Mungu. Unapoongea nje ya neno la Mungu umejikwaa. Hello? Simaanishi kwamba utakuwa unaongea unasema ukiamka asubuhi unaongea na watu Mathayo 6:7 yasema. Yaani wewe siku nzima unaongea Biblia tu. Hapana, inamaanisha katika maneno yako yanalandana na kweli. Mtu atapokuuliza, maisha yatapokuuliza swali, changamoto zitapokuja, unapokuwa hauna pesa mfukoni unaongeaje? Unapokutana na changamoto unaongeaje? Haleluya. Inatakiwa neno la Kristo lipatikane kinywani kwako kila wakati, kwa ajili ya kila hali. Kwa maana katika Yoshua 1:8 anasema kitabu hichi cha Torati kisitoke kinywani mwako, sio moyoni, kinywani mwako. Kinywani mwako. Nyosha mkono wako juu, sema ninaongea neno la Mungu kila wakati, kuhusiana na kila hali. Sema mimi niko, neno linavyosema niko.
ninavyo, neno linachosema ninavyo, ninaweza kufanya yale ambayo neno linasema naweza kufanya. Ndio neno la Mungu lazima wewe ni nani? Lazima wewe ni mwana wa Mungu. Sema amen. Lazima wewe ni mfalme na kuhani. Haleluya. Neno la Mungu linasema kwamba unayaweza mambo yote katika yeye kutia nguvu. Neno la Mungu linasema mambo yote ni yenu. Haleluya. Kwa hiyo unapokuwa kwenye biashara yako, unapokuwa kwenye kazi, unapokuwa nyumbani, hauwezi ukasema hili jambo siliwezi. Unaposema hauliwezi, na maana unaongea umejikwaa, uko nje ya nuru. Nuru ya neno la Mungu nasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Haleluya. Mstari wa 3. Angalieni twatia lijamu katika vinywa vya farasi ili watutii. Anasema ukitaka farasi ya kutii unamfunga lijamu. Sawa? Ili ukitaka aende kulia afuate, ukitaka aende kushoto afuate. Anasema hivi tuwageuza mwili wao wote. Anasema kwa ile lijamu inayofungwa kwenye mdomo wa farasi tunaweza kuugeuza mwili wote wa farasi. Sawa? Mstari wa 4. Anasema tena angalieni merikebu. Merikebu ni meli. Angalieni meli. Haleluya. Na kuchukuliwa, angalieni meli ingawa ni kubwa kama nini, na kuchukuliwa na pepo kali, zageuzwa kwa usukani mdogo sana. Anasema japo meli ni kubwa mno na zinapitia pepo kali sana, unaweza ukaigeuza meli kwa usukani mdogo sana. Sasa nataka nisikilize vizuri ili unielewe. Anasema ukubwa wa meli na ukali wa upepo si kitu kwa usukani wa meli. Meli haiendi upepo unapotaka. Meli inaenda wapi? Usukani unapotaka. Kwa hiyo anasema ukubwa wote ule wa meli, ukali wote wa upepo ambao unaweza ukawa unavuma, unatawaliwa na usukani mdogo sana. Anasema kokote anakoazimia kwenda nahodha. Kwa hiyo nahodha akitaka kwenda kushoto haanzi kulia, Mungu upepo uache kuvuma. Hapana, anafanyaje? Anageuza usukani wake kwenda kushoto. Anapotaka kwenda kulia, anageuza usukani wake kwenda wapi? Kulia, bila kujalisha upepo unavuma kwenda pande gani. Na nisikia mpaka hapo? Mstari wa 5, alafu nitarudi wa 4. Mstari wa 5. Anasema vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo. Kwa hiyo anakuambia kama ambavyo usukani mdogo unatawala meli, ndivyo ambavyo ulimi unatawala maisha yako. Umenisikia mtu wa Mungu? Kama vile ambavyo usukani unatawala meli kubwa, unatawala pepo kali za baharini, usukani mdogo, ndivyo ambavyo ulimi wako mdogo unatawala maisha yako. Nataka nikwambie, ukiri wa maneno yako una nguvu na ni wa umuhimu kuliko pepo zinazovuma kwenye maisha yako. Nasema pepo zinazovuma kwenye maisha yako si kitu ukilinganisha na ukiri wa maneno yako. Zinaweza zikiwa pepo ni kali sana, lakini maisha yako yataenda upande ambapo ulimi wako unaenda. Inasema mstari wa 4, rudi. Anasema kokote anakuazimia nahodha kwenda. Kwa hiyo nahodha akiazimia kwenda kushoto, anapeleka usukani wake kushoto. Kwa nini nimeleta ile andiko? Nilikuwa nataka nimalizie tu kwa kidogo. Jumatano tulikuwa tunaongelea imani, sehemu ya ukiri. Sawa? Ukiri wako ni wa muhimu kuliko unayoyapitia. Na ngoja nikwambie, mara nyingi adui anachokitafuta kwako sio pesa zako, anachokitafuta kwako sio ndoa yako, anachokitafuta kwako sio mwili wako. Adui hana mamlaka, hana nguvu.
Adui hana nguvu yoyote. Maandiko yanasema nguvu zote mbinguni na duniani nimepewa mimi. Nguvu zote. Yesu anasema nguvu zote. Mathayo 28:20. Mathayo 28:20. Kuna 9:18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mamlaka mangapi? Yote. Unasema kuna waganga mamlaka mangapi? Wachawi mamlaka mangapi? Yesu ana mamlaka yote mbinguni na duniani. Haleluya. Mamlaka yote. Kwa hiyo alichonacho adui anaitwa baba wa uongo. Baba wa nini? Na anachokitafuta kwenye uongo wake ni mamlaka ulionayo wewe kama mtoto wa Mungu. Na utampaje mamlaka ulionayo? Kwa ulimi wako. Hataweza kuvunja hiyo ndoa yako mpaka useme. Hataweza kukuua mpaka uongee. Nasema hataweza kukuua mpaka ufanye nini? Maandiko yanasema kwenye Mithali 18:21 anasema nguvu ya mauti na uzima ipo katika nini? Kinywa. Sio katika gari, sio kwenye risasi. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa hiyo anasema mauti haiwezi kutokea kama ulimi haujakiri. Mauti haiwezi kutokea kama ulimi haujakiri. Kwa hiyo anapotaka anachokitaka, kwa sababu anaelewa hizi kanuni, anajua nguvu ya mauti iko katika ulimi, na yeye hana nguvu ya kukuua. Anachoweza ni kuletea uongo ili wewe utumie ulimi wako kujimaliza mwenyewe. Useme hii ndoa nimechoka, ndio nilichokuwa nataka useme. Bora iishe, ndio nilichokuwa nataka uongee. Sema ninaongea maneno sahihi kwenye kila hali. Anataka useme mambo ni magumu, sina kitu, yani nimechacha. Kama ukifika wewe unatumika sasa hivi. Zamani kwa maneno unasema nimechacha. Unaona adui ni mbunifu, yani anatafuta maneno ambayo ni mabaya zaidi kuongelea kitu ambacho ni kidogo. Yani mtu hana hela, hasemi sina hela. Adui akasema hilo una hela ni dogo sana. Ngoja nikupe neno jipya. Sema nimechacha. Kuchacha manake ni kuanza kuoza. Sio kama unaelewa? Lakini unajua mtu wakati anaongea hivyo afikiri kwamba anaongelea kwamba nimeoza. Utafanikiwaje wakati umeshasema umeoza? Ulimwengu wa roho una taarifa kwamba huyu mtu ameoza, anaelekea kufa. Hello? Adui hana mamlaka juu ya maisha yako. Hana mamlaka juu ya fedha zako. Hana mamlaka juu ya mwili wako. Hana mamlaka juu ya watoto wako. Ngoja nikwambie, hata watoto wako wawe wana tabia gani, usiruhusu kinywa chako kimpe shetani silaha kinyume nao. Wawe sijua wamefanya nini, maneno yako yatoke kama maneno ya Bwana juu yao. Sema hawa watakuwa watawala, hawa watakuwa wakuu. Usio kasema watoto wamenipasua kichwa, kitapasuka kweli. Hawa watoto wamenichosha, bora hata sasa kusema kwa mfano. Hello? Kwa anachotafuta kwako ni ulimi wako, maana anajua nguvu ya ulimi. Anajua maisha yako yataenda mwelekeo wa ulimi wako. Kwa hiyo akishaweza kutawala ulimi wako. Na kuna watu ambao wana neema, ambao wanaongea kabla ya kufikiria. Yaani wanaongea kwanza alafu anakuja kufikiria baadaye. Hata kuja kumweza alikuwa anaongea nini? Akumbuke. Anaongea tu. Anaongea tu. Sema sio mimi. Hello? Nguvu ya utawala maisha yako iko kwenye ulimi wako. Na adui hawezi kufanya chochote kama hajakutawala kwenye ulimi. Akikufanya ulimi wako uongee mauti, hahitaji yeye kufanya chochote. Anatakiwa ni kukaa na kupiga picha jinsi unavyojimaliza. Sema ulimi wangu ni chemichemi ya uzima. Sema ulimi wangu ni chemichemi ya amani. Haleluya. Yeyote atasikia maneno yako atapona. Vyovyote vitavyosikia maneno yako vitapata uzima.